Karibuni tena Gunners XG katika siku nyingine ambapo leo tunazungumzia Champions League, Arsenal dhidi ya PSV, mchezo wa marudiano uliofanyika katika uwanja wa Emirates. Tai hii kama tunavyojua ilikuwa imeshamalizika kwa vile katika mechi ya ugenini wiki iliyopita Arsenal ilishinda bao 7-1. Mchezo leo umemalizika kwa suluhu ya mabao 2-2. Ulikuwa ni mchezo wa kulinda heshima tu kwa pande zote mbili kwa vile Arsenal ilikuwa tayari imeshatinga robo finali. Jina langu ni Mali Mohamed. Tafadhali sana tufuatilie mpaka mwisho ambapo leo tutazungumzia mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na milestone ya Mikel Arteta Amatrying mbali ya mchezo wa leo. Kwa hiyo subscribe kama bado hujafanya hivyo ili uweze kuzipata video zetu kwa urahisi sana. Kama ilivyo kawaida yetu tutaanza na takwimu za mchezo. Lakini kabla tujaingia kwenye takwimu ni hivi, mchezo wa leo haukuwa na msisimko sana. Haikuwa mechi ya Champions League kama ilivyo kawaida ya mashindano hayo. Ilikuwa ni mechi ambayo tunaweza kusema kama kwamba ni ya kirafiki. Arsenal imepumzisha wachezaji 8 katika lineup, wengi wakiwa benchini, baadaye waliingia. Kwa hivyo ni mapumziko ya kutocheza dakika nyingi, sio mapumziko ya kutocheza kabisa. Walipumzishwa ni pamoja na baadhi yao tu, ni pamoja na William Saliba ambaye hakuingia kabisa. Julian Timber aliingia mchezoni baadaye. Ricardo Calafiori aliingia baadaye. Kwa upande wa kushoto alianza Lewis Miles Skelly. Captain Martin Odegaard aliingia kipindi cha pili na wengine kama vile Trossard vile. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ya kupumzisha wachezaji zaidi kuliko labda kutafuta ushindi kwa hali yoyote. Na suluhu ni fair reflection ya mchezo, kwani ilistahiki kwa hivyo. Hakuna timu iliyocheza kwa msisimko mkubwa. Kwa haraka tutapitia takwimu. Kwa upande wa umiliki 51 kwa upande wa Arsenal, kwa hiyo PSV 49. XG PSV ilikuwa juu kidogo kwa 1.48, Arsenal ikiwa na 1.25, na Arsenal imetengeneza nafasi nyingi za magoli 5 dhidi ya 2 za PSG. Na kwa upande wa mashuti, PSG imepiga mashuti mengi lakini Arsenal ilikuwa more clinical, kwani mashuti 15 ya PSG ni 13 ya PSG ni 5 tu ndio yaliolenga mlango, wakati Arsenal ilipiga mashuti 9 na 7 kati ya hayo yalikuwa on target. Kwa hiyo na vile kona ni 5-4 in favor of Arsenal. Hazikuwa ni takwimu ambazo zinaonyesha labda tofauti kubwa sana kati ya timu mbili zilizokutana. Na kama nilivyosema ilikuwa ni casual game, haikuwa na foul nyingi, haikuwa na ushindani wa hali ya juu na kujituma labda na mambo kama hayo. Nadhani Arsenal zaidi walikuwa na focus na mchezo wa weekend ambapo tunakutana na itakuwa ni London Derby dhidi ya Chelsea kutoka London ya Magharibi. Kwa nadhani hilo ndio lilimpelekea hiyo ndio ilikuwa ni focus ya Arteta kabla ya mchezo huu. Kwa upande wa performance ya wachezaji, man of the match, amini usiamini, kwa upande wa Arsenal tu ni Raheem Sterling ambaye amepiga performance ya 7.4. Raheem Sterling leo alikuwa na goal assist 2 na ndizo zilizomnyanyua. Hakucheza vizuri sana lakini naweza kusema kwamba Raheem Sterling hii ndio performance yake nzuri kuliko zote tangu ajiunge na Arsenal, tangu avae jezi nyekundu ya Arsenal au jezi yote ile. Nikimaanisha tangu ajiunge na Arsenal, hii ndio inakuwa the best performance ya Raheem Sterling. Inatia moyo kidogo, ingawa sio performance kubwa kama nilivyosema. Waliofunga magoli ni Declan Rice na Zinchenko hakushangilia goli lake kwa vile aliwahi kuichezea PSV. Kwa hiyo dakika ya 6 na dakika ya 37 wakati Perisic alipatia goli la kusawazisha la kwanza PSV dakika ya 18, na walisawazisha bao la pili dakika ya 70, na mchezo ukamalizika ukiwa suluhu kama tulivyosema. Kwa hiyo haikuwa ni mechi ambayo labda ina mikiki mingi. Mbali na Raheem Sterling, wengine waliokuwa na performance nzuri ni Zinchenko mwenyewe na Declan Rice. Vile goalkeeper Raya amefanya makosa kwa mara nyingine. Kosa la goli la pili, Raya alianza mpira wakati rest defense haikujipanga na mpira aliouanza ule ulipotezwa
na yeye hakuwa kwenye nafasi yake ya goli, kwa hiyo ilipelekea kuconcede goli kirahisi sana, wakati goli la kwanza lilikuwa ni kosa la Jorginho na Raya vile vile, ambaye hakuwa kwenye mstari na hakukuwa na sababu kwa nini Raya awe mbali sana na mstari wa goli. Jorginho alipoteza mpira katika maeneo ya hatari sana, na hivyo kuwarahisishia PSG kufunga goli. Kumradhi, sio PSG, ni PSV. Kwa hiyo mpira umemalizika kwa suluhu ya mabao 2-2. Kama tulivyosema, leo hakuna mengi sana ya kuzungumzia kuhusu mchezo huo. Lakini nje ya uwanja, mechi iliyopita dhidi ya Manchester United, tuliliwacha hili kwa makusudi kabisa, kutokana na kwamba sasa hivi nipo Zanzibar, kwa hiyo nisingependa kufanya video refu sana ili kuepusha mambo fulani. Lakini kwa hiyo nikaliwacha siku ya leo. Mikel Arteta Amatriain, kocha wa Arsenal, mechi iliyopita dhidi ya Manchester United amefikisha mechi 200. Ni mechi 200. Ni makocha wachache sana ambapo wana uwezo wa kufikisha mechi hizo. Kama tunavyofahamu, nafasi ya ukocha ni nafasi ambayo ruthless sana. Makocha wanapoteza kazi nadhani kuliko ajira nyingine yoyote duniani. Kwa makisio yangu, hakuna ajira ambayo unaweza kufukuzwa haraka kama meneja wa timu ya mpira wa soka. Kwa hiyo kufikisha mechi 200 kwa Arteta inaonyesha jinsi Arteta anavyokubalika kwenye bodi ya Arsenal na hata washabiki, kwa sababu hata bodi ikikubali, washabiki wakianza kupiga pressure, basi ujue huna muda mrefu. Imewahi kutokea hapa na pale Arteta out, sauti za wachache ambazo hazikuweza kusikika, ambazo kwa upande wangu nadhani hazikuwa sauti sahihi, kwa sababu Arteta anastahiki muda wa kuisimamia Arsenal zaidi, na naamini ni aina ya kocha ambaye kama atafukuzwa leo, basi hatachukua muda mrefu kupata timu nyingine ambayo pengine kubwa kuliko Arsenal, kwa sababu ana mipango mizuri sana ya kimchezo. Arsenal ina mapungufu, na ndio mapungufu hayo yanayomangusha, kama vile kuchelewa kununua wachezaji, au labda kama mwaka huu majeruhi, matatizo ya referee, ukosefu wa striker ambayo inarudi kwenye lile la mwanzo, kuchelewa kununua wachezaji. Na hilo si la Arteta. Katika modern football, maamuzi wa mwisho mchezaji gani anunuliwe, lini anunuliwe, kiasi gani kitumike, maamuzi wa mwisho ni Kroenke na familia ya Kroenke, Josh na baba yake, ambao wakiamua hamtumii January, hakuna mwingine wa kupinga, kwa sababu wao wanamiliki 100% ya timu, which is quite ironic. Na ndio maana mimi napendelea sana mfumo wa umiliki wa timu unaotumika kwenye Bundesliga nchini Ujerumani, ambapo mtu binafsi haruhusiwi kumiliki timu, na hii inazibakisha timu mikononi mwa washabiki na investors wachache ambao wanaweza kuingiza fedha zao. Kwa hiyo mfumo wa Ujerumani ni fantastic, japokuwa kwa upande mwingine Premier League imenyanyuka sana kifedha, lakini sidhani kama kunyanyuka kwa Premier League kifedha ni kwa sababu hiyo tu. Kuna timu kama vile Chelsea na Manchester City zimenyanyuka kifedha kwa sababu ya wamiliki, lakini Arsenal haikufaidika sana na umiliki. Arsenal ni timu ambayo ina run very sustainably. Ni pesa chache sana zinatoka mfuko mwa wamiliki. Mara nyingi ni pesa zinazozalishwa na klabu kupitia mauzo, mapato ya televisheni, mauzo ya ticket na mauzo ya wachezaji na mambo mengine ambayo wadhamini na kadhalika. Kwa hiyo Arsenal ni klabu ambayo inajiendesha. Kwa hiyo Mikel Arteta kufikisha mechi 200 ni jambo kubwa sana na anastahili kupongezwa. Lakini sio tu amefikisha mechi 200, Mikel Arteta anakuwa amepata ushindi katika mechi 118 kati ya 200 hizo, karibu 60%, 59% to be precise. Na anakuwa ni meneja wa 5 kwa meneja ambao wamepata kushinda mechi nyingi baada ya kufikisha mechi 200. Amempita Arsene Wenger, by the way. Anayeongoza ni Pep Guardiola ambaye ameshinda mechi 146, akifuatiwa na Jose Mourinho ambaye alishinda mechi 137. Jurgen Klopp ameshinda mechi 127. Sir Alex Ferguson ameshinda mechi 122, kisha Arteta 118. Kama tunavyojua, hawa wanne ni elite manager, ni mameneja wakubwa sana.
hatuwezi tukamuita Arteta elite manager kutokana na idadi ndogo ya makombe ambayo ameyachukua mpaka sasa hivi. Na katika mameneja watano hao ni wawili tu ambao wamefikisha mechi 200 kabla ya kushinda Premier League. Ni Mikel Arteta na Sir Alex Ferguson. Ferguson alishinda Premier League msimu wa 8 akiwa kazini, sio? Kwa hiyo na baadaye akawa ni serial winner, akashinda Premier League 13. Bado ni anabaki kwa manager aliyeshinda Premier League nyingi katika historia ya ligi ya England. Japo na ameshinda vikombe vingi sana, kama sikosei ni kama 40 na kitu hivi, karibu na 50, high 40s. Kwa hiyo hizo ndio taarifa zinazomhusu Mikel Arteta Amartyain. Hongera kwake kwa kufikisha idadi hiyo. Bado mimi binafsi nina imani sana kubwa sana, nadhani wanaofuatilia channel hii wanajua, nina imani kubwa sana na Mikel Arteta, kwa sababu unapoangalia tactical ability ya Mikel Arteta alipotutoa mpaka tukafika tulipofika, ingawa tulipofika bado hatujafika tunapohitaji ni kuanza kushinda makombe mfululizo, na naamini hilo linakuja iwapo atapata support inayostahili kutoka kwa wamiliki. Kwa mfano binafsi naamini window ijayo Arsenal itahitaji wachezaji 4. Tumeweka kipindi minimum 4 kununua na kutegemea na loanees, lakini nisingependa mchezaji yote kati ya walokwenda loan, labda Nuno Tavares anafanya vizuri sana akiwa ni beki wa kushoto, ana assist 8 kwenye Serie A, lakini nafasi ya beki wa kushoto ina wachezaji wengi sana. Kuna Calafiori, Miles Kelly, Takehiro Tomiyasu atakapopona ana uwezo wa kucheza kushoto vile vile. Julian Timber ana uwezo wa kucheza kushoto. Kylian Tierney anaondoka, kwa hiyo hatuwezi kumhesabu kwa sasa. Kwa hiyo kuna wachezaji wa kutosha sana 4 mpaka 5 ambao wana uwezo wa kucheza beki wa kushoto. Kwa hiyo sioni kwa nini Nuno Tavares asiuzwe na fedha zikatumika kutafuta mchezaji katika maeneo mengine. Sasa Arsenal, tuzungumzie Arsenal. Tunakutana na Real Madrid, nadhani wengi tayari mnafahamu hilo, katika mchezo wa robo finali, ambapo siku ya tarehe 8 tutakuwa katika uwanja wa Emirates. Wiki moja baadaye tarehe 15 kama sikosei tunakwenda Santiago Bernabeu jijini Madrid. Kwa hiyo mechi ya kwanza itachezwa London, uwanja wa nyumbani. Cha msingi ni kwamba Arsenal itahitaji sana kushinda mechi hiyo, pengine kwa tofauti ya goli zaidi ya 1, kwa sababu Santiago Bernabeu haitakuwa rahisi. Na naamini mimi we shouldn't write ourselves off. Tusidhani kwamba eti kwa sababu ni Real Madrid basi tumeshatolewa. Atletico Madrid wamepeleka puta mno Real Madrid, kama tulivyoona kwamba wameweza kufika paka kwenye penalty shootout na wameshinda kwenye mchezo wa marudiano uliofanyika siku ya leo kwa bao 1-0. Kwa hiyo kwenye football chochote kinawezekana, na Arsenal at their best they are unstoppable. Wakicheza mpira wao ule ambao wa kuflow, wana uwezo wa kuiondoa timu yote. Ingawa sisemi kwamba itakuwa mechi rahisi, sisemi kwamba definitely Arsenal itakwenda through, na naamini Arsenal ni underdogs kwa Real Madrid. Real Madrid itakuwa ni favorite kupita kuliko Arsenal, lakini kinachonipa moyo ni kwamba Real Madrid ni timu ambayo inacheza mpira, sio defensive football. Ina washambuliaji hatari sana, Vini Junior, Kylian Mbappe, na wengine, Rodrigo na Jude Bellingham. Ni wachezaji ambao wa kiwango, ni world class players. Lakini na sisi tuna defense nzuri, kwa sababu strength ya Arsenal mwaka huu ni defense. Nadhani ni timu ambayo imefunga magoli machache kuliko timu zote kwenye Premier League, na tatizo la Arsenal ni attacking, wakati tatizo la Real Madrid defense hawako strong sana baada ya kupoteza wachezaji kadhaa. Ingawa wanao deputy sasa hivi wameshapata experience ya kutosha kama vile Asensio, na wanaanza kucheza vizuri, lakini wangekuepo wale madefender wenyewe ambao wameumia, Real Madrid ingekuwa na defense bora zaidi kuliko ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo ni timu ambazo zina cancel each other, strong defense against a strong attack. Na vile vile kingine ambacho tunachokitarajia, ingawa bado sio cha uhakika, Bukayo Saka atakuwa amerejea. Wote tunafahamu umuhimu wa Bukayo Saka kwa upande wa Arsenal. He's our star boy. Kwa hiyo iwapo kama Bukayo Saka atakuwa amerejea, itakuwa ni ongezeko zuri kwa upande wetu.
Kwa hiyo hayo ndio tulioandalia siku ya leo. Jina langu ni Imani Mohamed. Tafadhali sana subscribe kama bado hujafanya hivyo, kwani ni watazamaji wachache mno ambao wana subscribe. Actually wasio subscribe ambao wanaangalia video zetu ni wengi kuliko wanao subscribe. Ni 40% tu. Kwa hiyo subscribe ili utupe nguvu na sisi tufanye kazi zaidi, tujaribu kuboresha, na hilo ndio lengo, kuboresha kazi zetu na kuongeza idadi ya kazi. Tukutane tena siku nyingine, na nakushukuruni sana tena sana kwa kunifuatilia.